kitabu cha Kutoka mpaka anafika hapo kwenye sura ya 10, mnakwenda na kina nani, lakini toka huku nyuma, mwanzo kabisa wa kitabu chenyewe cha Kutoka mpaka kinapoisha, lengo ni moja tu. Mwanadamu yuko Misri utumwani. Anatokaje utumwani? Haleluya mkutano. Anaondokaje kwenye utumwa alionao? Nafasi ya Mungu ni nini? Na nafasi yake kama mtumwa ni nini? Na nani anapaswa kutoka huko utumwani? Ndio Musa anasema hakuna kinachopaswa kubaki. Lazima vitoke. Lazima tuondoke utumwani. Lakini swali ni hili: ni nani anayejua yuko utumwani? Walikaa miaka 400, wakazoea kila kitu cha Misri, na kwa hiyo ikafikia hatua wakajua maisha yao ni Misri. Na by the way, mpaka wanatoka hapakuwa na mtu mwenye miaka 400. Yani kwa lugha nyingine, hawa wanaotoka wamezaliwa hapo, wamezaliwa katika hali ya utumwa. Lazima apatikane wa kuambia ya kwamba wako utumwani, na wakishaelewa ya kwamba wako utumwani, lazima utokee msaada nje yao wa namna ya kutoka utumwani. Na nani anayetakiwa kutoka utumwani? Kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu Warumi 3 fungu la 23 Biblia inasema, kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mkutano, nimesema wangapi? Mkutano, nimesema wangapi? Na Musa anasema wanaotoka ni wangapi? Wote. Hakuna anayebaki. Kwa nini? Kwa sababu huyu anayetutoa anatutoa wote. Akishatutoa wote, hapo njiani, kama kuna yeyote atachagua mwenyewe kwa hiari yake kuasi, haimaanishi aliyetutoa hakututoa wote. Sikilizeni tu taratibu, mtanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu aliyetukomboa juu ya msalaba, watu wa Kibada, alitukomboa wangapi? Wote. Tukomboa wote. Lakini swali ninalotaka kulijibu kabisa asubuhi hii, na pengine majibu ya asubuhi hii yanaweza sijitosheleze, tutaendelea nalo mchana. Hivi sisi ni watumwa kiasi gani? Na kwa kiwango gani tunajua utumwa unaotukabili? Tutaangalia hiyo ya hawa wana wa Israeli wanapotoka, tutapata muda wa kuingia hapo. Lakini asubuhi ya leo, huu utumwa ni wa nini? Na ilikuwaje? Na tuko salama kiasi gani? Mungu alipoumba viumbe wake wote, tangu wanadamu mpaka wale viumbe walioko mbinguni, kwa maana ya malaika na wote walioko mbinguni, aliwawekea upendo wake, ali-extend upendo wake. Na niwaulize sasa watu wa Kibada, kwani nikisema upendo wa Mungu namaanisha unaitwaje huo upendo? Unaitwaje huo? Agape. Unasema mchungaji, kwani agape ni upendo gani?
Agape ni upendo usio na ubinafsi hata kidogo. Hiyo ndiyo aina ya upendo ambayo Mungu aliiweka kwa viumbe wake tangu mbinguni. Hata anapokuja kumuumba mwanadamu, kabla dhambi haijaingia, aina ya upendo iliyotawala ni agape. Wapendwa wanakibada, hiyo agape ninayoizungumzia ni kifurushi. Mkutano nimesema ni nini? Kifurushi. Maanake ni kila kitu ndani yake. Kwa hiyo mke na mme wana upendo wao. Pastor Odero, unaitwaje ule? Ni eros nadhani, erotic love. Mke na mme. Pastor anazungumza kithiolojia. Lakini baada ya hiyo agape, leo sasa kuna aina nyingi za pendo ambazo zimekuwa defined. Kuna fileo, si ndio? Fileo ni upendo wa nani? Wa ndugu, mtu na dada yake. Fileo. Nataka niwaambie, kabla dhambi haijaingia hapakuwa na kitu kinaitwa fileo, kwamba ni upendo sijui wa kaka na dada. Leo upendo wa mapenzi unaitwa eros, erotic love. Kabla dhambi haijaingia hapakuwa na upendo unaitwa upendo wa eros, wa mke na mme. Kwa nini? Kwa sababu aina ya upendo iliyokuwepo ilikuwa ni kifurushi. Haleluya. Inaweza kuwasatisfy wanandoa, inaweza kuwafanya kaka na dada wafurahi na kupendana. Agape ni kifurushi. Ndio upendo ambao ulitawala mbinguni, unaendelea kutawala hata leo. Ndio upendo ambao wazazi wetu wa kwanza Mungu aliextendi upendo huo kwao. Na kwa sababu ya uwepo wa upendo huo, mwanadamu aliweza kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa ukamilifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena. Kwa sababu ya uwepo wa hiyo agape, maana anasema mkinipenda mnazishika. Yaani kwa lugha nyingine, kinachoongoza utii mkamilifu ni upendo. Unapoondoka upendo huu, mwanadamu hawezi kufanya lolote. Na kwa hiyo dhambi baadaye inapoingia, ndio naona kuna pendo zinazalishwa tu. Wayunani wanatengeneza majina mbalimbali. Sawa, leo una upendo engineer Mashauri, leo na upendo unaitwa fileo, upendo wa kaka na dada. Niwaulize, hivi huu upendo una ubinafsi ama hauna ubinafsi? Oye, nikusogelee karibu tena. Una kaka yako, unampenda kabisa, mmezaliwa wawili tu, labda ni mapacha, mnapendana sana. Halafu wewe unagundua ndugu yako anaumwa. Huyo ndugu yako huyo, na madaktari wanasema kwa huu ugonjwa atakufa, kwa sababu anatakiwa abadilishiwe moyo, na moyo unaomfiti. Halo? Moyo unaomfiti ni moyo wa nani? Wa kwako. Tuongeeni ukweli, watu wa kibada mnaonisikiliza na wote mnaonifuatilia. Utakuwa tayari kuruhusu hiyo implantation ya moyo ifanyike, moyo wako utolewe, cha leo sayansi, alafu awekewe yeye aishi, wewe ufe? Pastor Mshama, ikifika hapo unachoweza kufanya sana ni kusema Mungu ni mkuu, maombi yana nguvu,
tuendeleeni kumwombea tu, huu moyo utafanya kazi. Hata akifa tunajua atakufa katika nani? Katika nani? Katika Bwana. Lakini je, naweza kutoa moyo? Unagundua aina ya upendo wa kaka na dada haina nguvu. Inaweza ikapenda ndio, lakini ina mipaka. Hata ungejadili habari ya mke na mme, wanasema macho ya mme wako yameshindikana. Huwa ni macho na nini? Na ini au na nini? Mbona mnikumbushe? Na figo. Macho na figo. Na wanasema vipimo vya madaktari vimethibitisha macho yako na figo yako, mkeo ataishi. Zemashauri, mbona niangalia kwa huruma sana? Kwani mfano wangu ni mbaya kiasi hicho? Lakini mwanandoa huyu atashindwa. Kwa nini? Kwa sababu pendo hizo zinashindwa. Sasa dhambi inapoingia, ule upendo wa Mungu mkamilifu unaondoka. Halafu pendo za kibinadamu za kibinafsi zinatawala. Na ukizungumza utumwa wa dhambi, kwa neno moja kwa haraka, ni kuondoka kwa upendo mkamilifu wa Mungu, na mwanadamu anajikuta akitumikia umimi ama nafsi yake. Halafu bahati mbaya hajui kama yuko utumwani. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake uovu, dhambi na makosa yanatawala maisha ya mwanadamu. Matokeo yake ni nini? Isaya 64 na lile fungu la 6 anasema, tumekuwa wachafu, wabaya, tusiostahili, na kila jema tunalolitenda ni uchafu. Unasema nini mchungaji? Kwa sababu ya utumwa huo ambao kwa sababu ya dhambi mwanadamu ameingia kwao, hawezi kufanya lolote jema mbele za Mungu. Yaani jema lolote analolitenda halina sifa ya kuwa jema mbele za Mungu. Yaani mchungaji anamaanisha nini? Hata wale tunaowaona wema sana mbele zetu, wao wenyewe wakikaa chini wakaachana na sifa za kibinadamu wanazoitwa wema, watafakari wenyewe, hawauoni huo wema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utumwa ambao mwanadamu ameingia. Umesababishwa na nini? Umesababishwa na kuondoka kwa upendo halisi wa Mungu. Umeondoka. Kwa hiyo kuna pendo za kibinafsi zimetawala moyo, na kwa sababu hiyo mwanadamu anakuwa ai, mimi. Na ndio maana kitabu cha Kutoka hiki, ukisoma vizuri hii aya yote hii ya Kutoka, anakuonyesha suluhisho la Mungu kwenye tatizo la dhambi. Tangu mwanzo kabisa Mungu anafanya nini? Wanazaliwa kwenye, wanajikuta wako tayari Misri, tayari wameingia. Anainuka Farao asiyemjua Yusufu, anaelekeza wauawe. Yaani kila mtoto wa kiume anayezaliwa anatakiwa kufa. Lakini nani anaingilia kati? Mungu anainua wakunga wawili, Bwana asifiwe sana, ambao kila mtoto wa kiume anapozaliwa hawamuui, wanamficha.
Maana yake ni nini? Anatangaza ya kwamba katika mchakato wa kuondoa ninyi hapa Misri, anayetenda ni mimi mwenyewe, Mungu mwenyewe. Angalia uone mpaka jinsi ambavyo Musa anazaliwa, anatakiwa kuuawa. Angalia anavyofichwa, wazazi wameshindwa kuishi naye. Unaposoma hiyo Kutoka sura ya 2 kuanzia fungu la 1 na kuendelea hapo chini mpaka la 10, Musa amezaliwa, anatakiwa kuuawa, wanamficha miezi 3, hawana cha kufanya tena. Wanaposhindwa cha kufanya, wanamchukua kwenye kisafina, wanampeleka kumtupa kwenye maji ili afe, maana wanashindwa kumuua. Nasema huyu basi acha aende, Mungu mwenyewe anajua. Lakini wakati wanakwenda pale mtoni, Biblia yangu inaniambia ya kwamba anakuja binti Farao ambaye anatoka kwenye ikulu iliyoelekeza watoto wote wa kiume wa Kiebrania wauawe. Ndiye ameelekeza, na kwa hiyo Farao ameelekeza wauawe. Binti Farao anajua watoto wote wa Kiebrania wauawe. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo kwenye swala la kutuondoa kwenye utumwa wa kutoka Misri, kwenye swala la kutuondoa kwenye utumwa wa dhambi, anayetenda ni Mungu mwenyewe. Wanapofika hapo, iangalie vizuri Biblia yako. Wako Musa mtoto mdogo anatupwa hapo, mama yake na Musa, Yokobed pamoja na Miriam, wakiwa wamefanya ombi lao la mwisho kabisa, wamekata tamaa, hakuna msaada mwingine wote wanaotegemea. Hapo ndipo wanafanya ombi la mwisho, wanaondoka. Na wanapoondoka, Mungu ndiye anamleta binti Farao. Anapomleta binti Farao, anamuona yule mtoto ni wa Kiebrania, anajua ya kuwa anatakiwa kuuawa mtoto wa Kiebrania. Lakini angalia kinachotokea kwenye Kutoka sura ya 2. Kutoka sura ya 2. Kutoka sura ya 2 kuanzia fungu la 5. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akatuma kijakazi wake kwenda kukileta. Fungu la 6, akakifungua, akamuona mtoto ni wa Kiebrania huyo, na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmoja wa watoto wa Kiebrania. Biblia inasema anapomuona yule mtoto anamhurumia. Nataka niwaulize, kwani kanuni ya kawaida ya nyumbani kwa Farao, ukimuona huyo mtoto unamhurumia? Anapaswa afanye nini? Mkutano au awe? Lakini nani anaamsha huruma kwenye moyo wa maadui ili Musa ahifadhiwe? Ni Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya Musa amebeba swala zima la kutoka, na kwa hiyo lazima Mungu mwenyewe ndiye aakti. Kwa nini? Kwa sababu swala la kutoka kwenye utumwa linafanywa na Mungu mwenyewe. Swala la kuniondoa kwenye utumwa wa dhambi halifanywi na mwanadamu yeyote. Hiyo ni kazi ya Mungu mwenyewe. Aliifanya, akaikamilisha, na leo anaidhihirisha kwenye maisha ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Binti Farao anasema, katoto kazuri yaka, anakahurumia. Halafu angalia, Mungu mwenyewe ndipo anaweka akili kwa yule Miriam. Miriam anasogea hapo, anaweka akili, anamwambia nenda ukamuulize swali. Miriam anasogea, anauliza swali. Samahani binti Farao,
nimekuona umeshika mtoto, ungependa nikutafutie mwanamke wa kunyonyesha? Anayeuliza ni Mwebrania. Kwa hali ya kawaida binti Farao alipaswa hata waamini zaidi aliokuwa nao kuliko Miriam. Lakini Mungu kwa sababu ya neema yake akaamsha tena hisia za upole na upendo. Ndipo binti Farao anajibu, anasema, utapata kweli? Kama ndivyo, nitafutie. Tuongeeni ukweli. Hata kama wewe ndio ungekuwa Miriam, unamfuata nani? Unamfuata nani? Mama. Miriam anakimbia kwa mama, anamweleza yote. Halafu mama naye kwa ujasiri bila woga anakwenda kwenye ikulu ya Farao. Halafu yule binti Farao anaahidi, anasema, wewe mama, nilelee vizuri huyu mwanangu. Mamake Musa na anasema, nakuelewa sana, nitamlea vizuri huyu mwanao. Na akalea mtoto huku analipwa mshahara. Kina mama mlioko hapa, ni lini ulilea mwanao na kumnyonyesha na kumtunza ukilipwa mshahara? Hapo Mungu anataka kufanya nini? Mungu anataka kutangaza ya kwamba zoezi la kutoka, kwa sababu linawakilisha zoezi la wokovu wa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi, haliwezi kusaidiwa na mwanadamu. Na ndio maana tunasema mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe, kwa sababu tangu mpango wa kutoka na watoto wao na ng'ombe zao na kila kitu ni zoezi ambalo Mungu mwenyewe alilifanya. Alilifanya kwa nguvu zake, alilifanya kwa uwezo wake. Na ndio maana kama kuna aina yoyote ya dhambi inakusumbua, kazi yako ni ndogo tu. Unamwambia, wewe ni mkombozi, ulinikomboa, naomba unisaidie Mwokozi wangu. Na kwa uwezo wake atakuondoa kwenye vilindi vya dhambi, maana yeye ana nguvu, ana uwezo na ana mamlaka ya kufanya hiyo kwa kila mtoto wa Mungu anayeamini. Sasa kuna shida inatokea, na shida yenyewe ni shida ya kutaka kumsaidia Mungu. Wakati Musa analelewa pale, alifundishwa akaambiwa ya kwamba wewe ni Mwebrania wala sio Misri. Kila siku anaambiwa wewe ni Mwebrania, sio Misri. Na wewe Mungu amekuchagua kwa ajili ya kazi takatifu. Mungu akamfunulia Musa, Mungu akamfunulia mama yake na Musa ya kwamba Musa atafanya kazi ya kuwaokoa ndugu zake. Sasa kazi hiyo ya kutoka Misri kwenda Kanaani ni kazi ambayo mwanadamu ni agent, lakini ni kazi inayofanywa na Mungu mwenyewe. Sasa Musa hakuelewa, akadhani anaweza kufanya kazi ya Mungu. Siku moja anatembea barabarani, anakutana na Misri na Mwebrania wanapigana. Wote mnajua. Musa akaangalia kushoto na wapi? Na kulia. Alipoona hakuna mtu, Musa akaua. Sikilizeni, hilo tendo ambalo Musa alilifanya, kama Mungu angelikubali Musa aanze kazi hiyo kwa staili hiyo, angekuwa amefanya kitu ambacho kinatangaza ya kwamba kazi ya kutoka inaweza kufanywa na mwanadamu. Na ndio maana alipofanya hilo kosa, kesho yake anakutana na Waisraeli wawili wanapigana pia. Anapotaka kuwaingilia kati, wanamwambia, je, unataka kutuua kama ulivyomuua yule Misri jana? Siri inajulikana. Halafu Musa anakimbia kwa sababu anatafutwa na Farao. Swali ni hili, kwa nini kimetokea? Maana yake Mungu
ameifuta hiyo kazi aliyoifanya, ameandika 0. Kwa nini? Kwa sababu ingemfanya yeye aonekane, ingemfanya atumie nguvu za kibinadamu katika uendeshwaji wa zoezi la kutoka, ambalo linawakilisha mwanadamu kutoka dhambini kwenda kwenye wokovu, zoezi ambalo mwanadamu hana mchango wowote isipokuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akafuta hiyo kazi, kaandika 0 kabisa kabisa kabisa. Na ndio maana hiyo Isaya 64 fungu la 6 anasema, matendo yetu mema tunayodhani yanaweza kuchangia wokovu yanaonekana kama nguo iliyotiwa unajisi. Yani Mungu anayandikia 000 kama alivyomwandikia Musa 000 alipotaka kuchangia zoezi la kutoka. Bwana asifiwe sana. Na kwa nini mwanadamu hawezi kujiokoa? Hapo ndipo nilianza napo, na mchana wa leo nitaendelea. Alipotenda dhambi, ile nguvu iwezayo kuyafanya mema ya Mungu ikaondoka. Hiyo nguvu ni agape, na mwanadamu akabaki na ombwe. Na ndio kwa ombwe hilo, hata mtu awe tajiri, hata mtu awe maskini, hata mtu awe na cheo awe hana cheo, akijiangalia ndani ya moyo kuna ombwe. Yani kuna kitu kinamwambia kuna kitu kinakosekana. Nataka umwangalie Zakayo asubuhi ya leo unapomalizia. Muangalie Zakayo. Zakayo alikuwa na kila kitu anachokitaka. Alikuwa na fedha, alikuwa na mali nyingi, alikuwa na cheo, alikuwa na mamlaka, angeweza kumtuma yeyote kwenda popote wakati wowote. Lakini kila alipokaa chini peke yake nyumbani, aligundua ya kwamba anaombwe. Aligundua ya kwamba ndani yake kuna kitu hakiko sawa. Hilo ombwe ni nini? Ni kule kukosekana kwa ule upendo wa dhati wa kwanza ambao Mungu alituwekea. Na kwa mwanadamu anakuwa na ombwe, kuna kitu hakiko sawa kwenye moyo wa mwanadamu. Hata ungekuwa na cheo cha juu kiasi gani, ukikaa chini peke yako kabisa ukatafakari, lazima lile ombwe lionekane, kuambiwa ya kwamba kuna kitu hakiko sawa. Na huo ndio utumwa wa dhambi ambao mwanadamu ameingia kwao. Hata kabla hajatenda tendo lolote la dhambi, bado ule utumwa wa dhambi, lile ombwe liko ndani yake. Tunatokaje hapo? Ndicho ambacho Mungu amenituma kufanya kwenye wiki hii. Kama Mungu alivyowatoa Hawa katika ombwe hilo kutoka Misri kwenda Kanaani, hawajui namna ya kutoka, hawana nguvu yoyote ndani yao, lakini kuna kitu kinawaambia kuna kitu hakiko sawa, lakini hawajui wanakiondoaje. Hiyo ndio kazi ambayo inamtoa Yesu juu mbinguni, anashuka chini duniani kwa ajili ya kushughulika na hilo ombwe. Bwana asifiwe sana. Hilo ombwe hilo, na nitaeleza vizuri mchana au kesho asubuhi, ya kwamba hata Adam mwenyewe anapotenda dhambi, anagundua shida yake ni yuko uchi, anatafuta majani, anapoyapata majani anajifunika, anaona kana kwamba yuko sawa. Lakini anapoisikia sauti ya Mungu bustanini, anakimbia tena. Kwa nini anakimbia? Kuna ombwe, kuna kitu hakiko sawa. Ni mpaka sauti isikike inayosema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na uzao tamponda kichwa, na wewe kisigino. Na hilo ndilo lilikuwa tangazo la Injili ya kumuondoa mwanadamu kutoka katika ombwe la dhambi. Hakuna mtu awezaye kujiokoa. Hakuna mtu awezaye kutoka kwenye hilo ombwe. Hakuna mtu awezaye kutoka kwenye hicho kitu kinachokuletea mawazo machafu kwenye akili.
Hakuna mtu anayeweza kujisaidia mwenyewe, kujifanya kuwa bora zaidi. Bwana amenituma niwaambie, katikati ya hayo Mungu ameweka mlango wa kutokea. Yesu Kristo mwenyewe ndiye anaweza kushughulika na ombwe hilo na kumfinyanga mwanadamu na kumtengeneza na kumfanya afae, aondoke kwenye utumwa kuelekea katika nchi ya ahadi, hata uzima wa milele. Unafanya nini basi? Unampokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ataanza mchakato huo wa kukutengeneza, ambao mpaka namaliza makambi haya utaelewa kwa kina na utaielewa kazi njema aliyokuja kuifanya katika ulimwengu huu. Kiwa unasema Mungu, najiachia mikononi mwako kwa sababu ya dhambi. Nasikia ombwe, kila nikitaka kufanya jema sipati, nilitendalo silipendi bali ninalolichukia. Kwa sababu ya hilo ombwe, nahitaji unisaidie Mungu wangu asubuhi ya leo. Ikiwa ndio ombi lako, inua mkono wako juu. Unaweza kusimama pamoja nami. Praise team wanapokuja, tafadhali njooni. Ombwe moyoni. Nasema, mchungaji, na kila kitu mimi, nina fedha, nina cheo, hakuna ninachokosa, nina heshima kila mahali, lakini kila nikifikiria ninaona kuna kitu hakiko sawa. Inahitajika nguvu ya Kristo, yeye mwenye hiyo agape, akiingia ndani yako anajaza lile ombwe na anayaongoza maisha yako katika ukamilifu wote. Na mwandama Bwana 128, kwa sababu ya muda tutaimba ubeti mmoja na wa mwisho. Wimbo namba 128. Na mwandama Bwana 128. Wimbo huu unapoimbwa, tafakari na umpatie Bwana moyo wako. Ombwe. Zakayo mpaka anapanda kwenye mti anasema, namtafuta Yesu kwa alilonena, njia zangu ningazia, na nikimridhisha hata nidumisha. Tamini nitii pia, kuamini njia pekeni ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Kati mchungaji Mshama anakuja, na kutumaini, naondoe ombwe kwa yeye kujaza moyo wako. Agizona tena, na uwezo huo nao, nikitumwa wenda, tamini nitii pia, kuamini njia pekeni ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Kuamini njia pekeni ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Je, unasikia ombwe katika moyo wako? Kuna wakati unatamani kufanya jema, lakini unajikuta umefanya jambo baya. Ukisikiliza sauti ya ndani kabisa, ni kana kwamba inakuhimiza kufanya jema, lakini unajikuta katika baya. Na unatamani Kristo ajaze moyo wako. Kiwa hilo ni ombi lako, wakati mchungaji anaomba,
Jiombee nafsi yako, mwambie Mungu, nijaze kwa uwepo wako. Kutaka nataka, lakini kutenda sipati. Ndio baadaye Martin Luther akaamua kuchukua fimbo, akawa na chapa mwili wake, analia, anasema hiki ni nini? Hilo ni ombwe ambalo linajazwa na Kristo peke yake. Ni katika yeye tunaweza kushinda na zaidi ya kushinda.